hii kazi ya deputy president imepata mwenyewe. Watu wengi hawaelewi. Sio mtu amepata kazi, kazi imepata mtu jameni. Umesikia? Sio mtu amepata kazi, kazi imepata. Vile tunanyorosha wakulima wetu wapate bei nzuri ya maziwa, ya kahawa, ya majani chai. Tunasema hivi, hata wachezaji wetu, waigizaji, wanamuziki wapate haki yao kwa sababu ya talanta ile Mungu amewapatia. Tuendelee kupigana na mabrokers na cartels, wale ambao wanaumiza vijana wetu. Nimeona watu wengine wameanza kuwatukana ati walikuja kuona deputy president wa Kenya. Hiko makosa gani wanamuziki kukuja kulilia serikali ndio haki yao isipotee, na wasiibiwe intellectual property yao? Iko makosa kweli? Kwani iko deputy president mwingine? Mimi nitaendelea kutetea hao watu, wapende wasipende, mimi natetea hao watu. Alafu niseme hivi, unajua sisi wanasiasa tuko na tabia ya kujipenda, kwa sababu tuko na uwezo, tuko na nguvu. Kazi yetu ni kutumia watu wadogo, watu ya bodaboda, watu ya mama mboga. Utaki asaidiwe, utaki apate hela kidogo ya kuongeza stock, utaki mwanamuziki ajiweze ndio akae hapo akikuimbia nyimbo ya kukusifu wewe kama wewe ni Mungu. Sisi tumesema hivi, kabla mwanamuziki aimbe nyimbo ya kusifu mwanasiasa, awe amepata hela yake ya kutosha, apeleke watoto wake shule. Tuendelee na hiyo kazi, tusiendelee. Tusiendelee. Before a musician is paraded to sing praise songs for a political leader as if he is a god, they must first be empowered to get enough resources to take care of their children and also to make sure they benefit from the talent God gave them. Ni sawa si sawa? Sawa si sawa? Adwai tunemwajibwa. Time is over. Hakuna wakati sasa wa kusifu ati unasifu sijui nani, unasifu Kindiki, unasifu mwingine. Stop. Paka kwanza haki yenu ipatikane. Paka tuwatetee kwanza mpate haki yenu na jasho yenu. Tuendelee tusiendelee. Si tumetetea kahawa, si tunatetea majani chai.